Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Kipekee kabisa ninao kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ameruhusu nafasi na kibali cha mimi kuweko mbele zako tena sana majira kama haya. Niongee jambo hili kwa masikitiko makubwa kwamba laiti kama dini na viongozi wa dini wangesimama kwenye nia na kusudi la Mungu juu habari ya dini, tusingekuwa hapa tulipo. Lakini nasikitika kusema kwamba dini zote zimevamiwa duniani. Dini au lengo la dini lilikuwa ni jema sana, ila makusudi yaliyopandikizwa ndani ya dini yenyewe ni mabaya sana, na kwa sehemu kubwa makusudi mabaya yaliyopandikizwa kwenye dini yameshika nafasi kubwa sana kwenye ulimwengu. Sasa ile maana halisi na nia ya Mungu kuruhusu dini kwa mwanadamu inaondolewa au imeyumbishwa au imefichwa kwa kiwango kikubwa sana. Mimi ni miongoni mwa washirika ambao au ni miongoni mwa watu ambao nimewahi kuwa na maswali mengi juu ya dini na Mungu, kuhusiana na masuala ya dini. Ni kwa nini huku kunasema hivi? Ni kwa nini hiki kipo hivi? Ni kwa nini haya mambo yako hivi? Kwa nini yasingenyoka kwa sura hii? Ukweli ni kwamba Mungu akukosea kuruhusu dini kwa wanadamu. Akukosea Mungu kutuletea dini duniani. Kwanza nianze kwa tafsiri ya moja kwa moja ya nia na lengo la dini. Dini, lengo kubwa au nia ya dini ilikuwa ni kumrejesha mwanadamu kwenye utu. Ilikuwa ni kumtoa mwanadamu kwenye maisha ya ukatili, unyama, namna zote za kutofanya kwa usahihi, kumrejesha mwanadamu afanye mambo kwa usahihi. Hiyo ndo nia na lengo kuu la dini. Lakini kwa kipande kikubwa dini, naweza nikasema 2% imefaulu, 98% imeyapeleka watu polini. Na ndio maana kumekuwa na mkanganyiko na maswali mengi juu habari ya dini. Kinachoendelea na kilichofanikiwa sana kwenye dini ni kampeni na watu kupigia debe dini, lakini sio kutafsiri na kufanua maana halisi ya dini yenyewe, au lengo halisi la dini ni nini, au lengo la sisi kuabudu Mungu ni nini, lengo la sisi kufanya ibada ni nini. Wengi hatujajikita kwenye lengo la sisi kufanya ibada, na kitendo cha kutoka kwenye lengo, kuacha kujikita kwenye nia na shauku na kusudi la ibada, ndiko kuliko tufanya tumegawanyika kama mafungu ya nyanya. Leo hii tumekuwa na ushindani mkubwa duniani humu wa kusifia dini au kusifia madhehebu, yaani kusifia kikundi fulani au kusifia watu fulani, lakini hatuna picha halisi ya kanisa au msikiti. Lengo lake halisi ilikuwa ni nini? Nini kilitakiwa kiwe? Uelewa wangu, nilivyoelewa au nilivyojifunza kuhusiana na swala zima la imani au dini, lengo kubwa
ilikuwa ni kumrejesha mwanadamu kwenye utu, ilikuwa ni kumrejesha mwanadamu kwenye asili ya kuumbwa kwake. Hilo ndo lengo kubwa. Dini au ibada, lengo lake ni kutuliza fujo zilizoinuka kwenye maisha ya mtu, ni kutuliza ghasia zilizoinuka kwenye maisha ya mtu. Nimevurugika, ndio. Sielewi, ndio. Sielewani na yule, ndio. Ninapokwenda mbele za Mwenyezi Mungu kutaka msaada wake, ndipo Mungu kwa utulivu na kwa namna ya ajabu usema na nafsi yangu, unimulikia nilipojikwaa, ninapoenda mbele zake na kumwambia Mungu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Naomba nisamehe kwa yale yote niliyojikwaa mbele zako siku ya leo. Ndipo napoanza kukumbushwa nani nilimkwaza, nilikwaza wapi, niliharibu wapi, nilifanya nini. Ndipo napoendelea sana na kukumbuka namna nilivyopuyanga, namna nilivyokosea, na anza kukaa na kujutia na kutubia ile dhambi niliyoifanya. Kama ni ndugu yangu, kama ni rafiki yangu, kama ni jirani yangu, inatakiwa nimwendee, nimwambie ndugu nirehemu, ndugu nisamehe. Ni kweli pale nilijikwaa, niliteleza, nilikosea, naomba unisamehe. Ilikuwa ndo lengo kubwa la sisi kufanya ibada. Ibada ilikuwa sio kuonyeshana misimamo ya dini zetu, kwamba dini yetu ndo nzuri, dini yetu ndo dini ya kweli, dini yetu ndo inafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, dini yetu ndo kila. Hakuna, hamna. Mungu hakuwa na maana hiyo. Mungu hakuwa na lengo hilo. Mungu hakutuletea ibada ili iwe hivyo. Yani kiujumla ni kwamba maisha yote ya mwanadamu aliumbwa kwa nia na kwa lengo la kufanya ibada. Maisha yote ya mwanadamu ni ibada. Yani hivyo mwanadamu kila anakoenenda, kila anachokifanya. Na ndio maana maandiko yanasema, lile usilopenda kufanyiwa au kutendewa wewe, nawe usilitende kwa mwingine. Lakini leo hii dini zimekuwa na mchango mkubwa wa kuchochea ubinafsi wa mtu, wa kuchochea roho mbaya ya mtu. Leo hii mtu hataki kuangalia tabia zake, hataki kuangalia njia zake zimekaeje, zaidi amebaki kutetea dini yake. Na dini yenyewe anayoitetea kwa sehemu kubwa hata ye mwenyewe vingi haelewi, wala hakuna chochote ambacho kinaifunua tafsiri ya dini yake. Hana maisha anayofunua. Na ndio maana leo hii tumekuwa tukizalauliana hata kwenye imani. Ni kwa sababu tumeshindwa kushughulika na kitu tulichotakiwa kushughulika nacho. Tumeshindwa kuendelea na kitu ambacho tutakiwa kuendelea nacho. Kwa nini? Ni kwa sababu watu wamebaki kwenye ubinafsi, watu wamebaki kwenye misimamo ya kidini, lakini hawana uelewa wote. Hawajui lengo la wao wanafanya ibada kwa lengo lipi, hawajui. Ndio maana unakuja kukuta ona hawa wanavyofanya ibada, yani ni kudharauliana, kutukanana. Hivi kweli hivyo ndivyo Mungu ambavyo alitaka tuwe? Hivyo kweli hiyo ndo huruma ya Mungu? Hivyo kweli huo ndo upendo wa Mungu? Mimi najifunza juu habari ya maandiko matakatifu kwenye Biblia. Naona watu wa Mungu wengi kwa sehemu kubwa waliona huruma juu ya mtu aliyepotea. Waliona namna zote njema za kukaa na mtu ambaye amekengeuka. Kulikuwa na namna nyingi za kumrejesha mtu kwa namna ambayo atawaelewa kiwepesi, sio ya kutukana kila au kutukana. Wakati mwingine unaweza ukatumia dini yake huyo mtu huko aliko kumwokoa, pasipo kumtoa kule. Sio lazima mpaka mwambie toka huko njoo huku. Kama atakuelewa huyo mtu huko uliko, atakuja kwa namna nyepesi sana. Sio hiyo ya kwanza kutukana kwanza alicho nacho, alafu ndo anaanza kumfagilia huku. Ndo hiyo haiokoi wala haiponyi. Na hii ndo sababu kubwa ambayo sasa tumetolewa kwenye maana na kusudi, tumeanza kushambuliana.
Afu tunaamini ni injili, tunaamini ni ibada, tunaamini pia ni mawaidha, tunaamini ni mahubiri, kitu ambacho ni kinyume, ni takataka, ni kelele, ni fujo. Tumegeuza yani kusudi la Mungu, yani tumeligeuza kuwa uwanja wa fujo, kitu ambacho hata Mungu anashangaa kwamba hawa watu hivi kweli hivi ndivyo nilivyotaka mimi wawe? Nisikilize mtu wa Mungu, nisikilize vizuri. Maisha ya mwanadamu yote kwa ujumla wake ni ibada. Wote tunaamini katika Mungu huyu mmoja, wote tumeumbwa na Mungu huyu mmoja, wote sisi duniani kote tu mali ya Mungu mmoja, tu watu wa Mungu mmoja, wala hakuna miungu miwili, watatu, wanne au miungu ambayo pia tunasema imeumba watu wake. Watu wote ni watu wa Mungu huyu mmoja. Yote yanayoendelea madhaifu nini ni ukengeufu wa mtu, ila sio kwamba kuna miungu mingine nayo imeumba watu wao. Hakuna. Mungu ni huyu mmoja tu ambaye ndiye aliyeniumba mimi na wewe. Sasa nataka nizungumzie nini? Nataka nizungumzie nia au lengo la Mungu kutuumba wanadamu wote duniani. Mungu alituumba ili tumwabudu. Mungu alituumba ili tumtukuze. Ndio maana nimejaribu kuongelea kwamba kila tunachokifanya ni ibada. Yaani kile unachoendelea nacho kwenye maisha yako ni ibada. Ibada hiyo inaweza ikawa ni njema au inaweza ikawa ni mbaya, ni ashari, ni ibada mbaya, ila ni ibada. Chochote unachoendelea nacho kwenye maisha ni ibada. Kwa hiyo ibada, ukifanya vizuri unapata thawabu, ukifanya vibaya unahesabiwa hukumu. Yani hivyo ndio ilivyo ibada. Yani ibada ni kwamba vile unavyoishi, umetenda nini, umefanya nini, unaishije leo, unafanya nini leo, unatenda nini leo, kinaamua nini leo. Hicho unachokifanya ni kwa ajili ya maslahi ya nani? Vipi? Una unayemuumiza nyuma ya hicho unachokifanya? Hakuna anayelia nyuma ya hicho unachokifanya. Umeangalia? Je, unaangalieje ya mwingine, maisha ya mwingine? Unajali vipi kuhusu nafsi ya mtu mwingine? Je, wewe ni binafsi? Je, wewe ni mtu wa watu? Wewe ni mtu wa kujitoa kwa wengine? Ni mtu ambaye unathamini pia maisha ya wengine? Ukoje? Unaishije? Hayo ndo maisha ya mwanadamu. Kwa ndo maana nakwambia maisha ya mwanadamu yote yamejawa na ibada. Kiufupi ni kwamba kwenye maisha hakuna njia ya mkato. Kwenye maisha hakuna shortcut. Zaidi ukipita shortcut ni umechagua kujichelewesha mwenyewe. Hakuna mahala utakapopita utasema nimetoboa kwa sababu umepita njia ya mkato. Jua kule ulikokimbia utarejea tu. Tena utarejea kwa maumivu makali, kwa sababu ulipita katika njia ambazo sizo. Utarejea kwa maumivu mengi. Na ndio maana maandiko kuna mara nisema kwamba watu walikuwa wakijichoma nafsi zao wenyewe kwa sababu ya tamaa ya mioyo yao. Ni kweli. Hata wewe pia namna zote unazohisi ni ujanja, nimempiga yule, hajaelewa chochote pale, ameingia kichwa mwenyewe, nimempiga za uso, nimefanya. Yani huna uliyempiga, umejipiga. Ila kwamba yule hivi nikampiga za uso akajichanganya mwenyewe, nikaamua kupita naye. Hakuna uliyepita naye, umepita na maisha yako mwenyewe. Kwenye maisha hakuna janja. Kwenye uhalisia wa maisha hakuna shortcut. Yani kile unachoendelea nacho kwenye maisha ndicho kinachoamua kesho yako iweje. Ndicho kinachoratibu kesho yako iwe ni kesho ya namna gani. Bado natamani kuzungumza kwa upana sana mada hii, lakini muda kwa sasa utoshi. Omba tu Mungu anipe kibali niwe na muda mwingi wa kukufundisha na kukukumbusha juu habari ya jambo hili na mustakabali wa maisha yako. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Amen.